Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wetu. Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Kisiasa la Yemen, Mahdi al-Mashati, amepongeza kwa nguvu pendekezo la Rais wa Colombia Gustavo Petro alilolitoa katika hotuba yake kwenye Umoja wa Mataifa la kuunda jeshi la kimataifa litakalosaidia kuikomboa Palestina kutoka kwa uvamizi wa Israel unaoungwa mkono na Marekani. Akizungumza Jumanne, Mashati alitaja pendekezo hilo kuwa la kishujaa na la kihistoria, huku akithibitisha utayari wa taifa lake kutoa kila aina ya msaada kwa ajili ya mapambano ya ukombozi wa Palestina. Kiongozi huyo alisema yeye binafsi, jeshi la Yemen na wananchi wake wanajivunia msimamo ulioonyeshwa na Rais Petro. Aliongeza kuwa Yemen tayari imejipambanua katika vita dhidi ya adui wa Kizayuni, akitolea mfano mzingiro wa kivita uliowekwa na Sanaa dhidi ya meli za Israel na vyombo vya majini vinavyokwenda kwenye ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu. Mashati pia alikumbusha kuwa jeshi la Yemen limefanya mashambulizi kadhaa ya mshikamano na Wapalestina wa ukanda wa Gaza ambao wako chini ya kile alichokiita vita vya mauaji ya kimbari ya Israel tangu Oktoba 2023. Alisema mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yamefika umbali wa zaidi ya kilomita 2000 ndani ya ardhi ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Tutaendelea kufanya hivyo na tunakaribisha yeyote anayetaka kushiriki katika jitihada hizi za kijeshi kwa ajili ya kulinda thamani za kibinadamu, alisema Mashati. Katika hotuba yake karibuni kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Rais Petro wa Colombia alitoa wito wa kuundwa kwa jeshi la thabiti la mataifa yasiyokubali mauaji ya kimbari, akisisitiza kuwa lazima tukusanye silaha na majeshi, ni lazima tuikomboe Palestina. Baada ya matamshi hayo, Marekani, mshirika mkubwa zaidi wa Israel, ilifuta visa ya Rais Petro. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Colombia alijibu kwa ukakamavu akisema, "Sijali." Akionyesha kuthamini uungwaji mkono wa Yemen kwa msimamo wake, Petro aliandika kwenye mtandao wake wa X kwamba ndani ya nchi za Kiarabu, ndani ya ubinadamu wenyewe. Wachambuzi wa kimataifa wamesema shukrani hizo zinaashiria kuwa wazo la Petro linaanza kupata mashiko duniani kote, hususan katika mataifa ya Kiarabu. Aidha, Rais Petro alimshukuru binafsi Mashati kupitia ujumbe mwingine aliochapisha.